Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 2 ya mwaka wa 2025. Tuombe. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa niaba ya kundi kubwa hili ambalo kwa pamoja umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya afya zetu. Tunakushukuru kwa ajili ya uzima wa pekee, uzima wa milele ambao umeandaa kwa ajili yetu. Nasi tumekuja kwako ili uendelee kutuandaa kwa ajili ya uzima huo wa milele. Tunakushukuru kwani utadumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema mwalimu aliyetumwa na Mungu. Imejengeka katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 aya ya 2. Neno la Mungu linasema, "Twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Yesu alidumisha utulivu thabiti pande zote kwa huruma yake ya ajabu kwa wengine. Alifanya mema kwa utulivu na ustahimilivu wa kudumu usioweza kamwe kulinganishwa na mwanadamu yeyote. Mafarisayo na Masadukayo siku zote walimfuatilia, na wengi wao waliposikiliza maneno yake na kugundua utulivu wake, hata pale aliposhambuliwa na watu waliojawa na hisia kali na wasio na adabu, walimwamini Yesu. Dharau na uchungu wote ambao Yesu alikabiliana nao kila siku havikuweza kumwibia utulivu wake. Alipotukanwa, hakurudisha matusi. Kamwe hakuwahi kuvuka mipaka ya heshima. Je, alikuwa ni nani? Bwana wa mbinguni na mfalme wa utukufu. Dhoruba iliyoinuliwa na wapinzani wake ilimpiga, lakini hakuijali. Aliweza kuwa mtulivu kwa maana alikuwa ni mfano halisi wa ukweli. Na wale ambao leo wamebeba ujumbe wa ukweli kwa ulimwengu wanalazimika kujifunza maisha ya Yesu na kuweka katika vitendo mafundisho yake. Kamwe msisahau kuwa ninyi ni watoto wa mfalme wa mbinguni, wana na binti wa Bwana wa majeshi. Dumisha utulivu kwa Mungu hata pale unapokabiliana na wale ambao wanaongozwa na nguvu kutoka chini ili kutetea uongo. Hakikisha kwamba silaha bora zaidi walizo nazo haziwezi kuharibu ukweli, hata kama watajitahidi kuutia giza kwa kuwasilisha vibaya. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Alikuwa ni mwalimu aliyetumwa na Mungu ili kuwafundisha wanadamu. Akiwa ni mmoja ambaye ndani yake nguvu zote za urejeshwaji zilipatikana, Kristo alizungumza juu ya kuwavuta watu wote kwake na juu ya kuwapa uzima wa milele. Ndani yake uko uweza wa kuponya kila ugonjwa wa kimwili na kiroho. Kristo alikuja katika dunia yetu akiwa na utambuzi wa juu zaidi kuliko ukuu wa mwanadamu, ili kutimiliza kazi ambayo ingekuwa na matokeo ya milele. Je, unakutana naye wapi katika kuifanya kazi hii? Katika nyumba ya Petro mvuvi wa samaki, akiwa amepumzika katika kisima cha Yakobo, akimpatia mwanamke Msamaria maji ya uzima. Kwa ujumla, alikuwa akifundisha katika eneo la wazi, japo wakati mwingine hekaluni, kwa kuwa alihudhuria makusanyiko ya Wayahudi. Lakini kwa matukio mengi alifundisha akiwa ameketi mlimani au ndani ya mashua ya wavuvi. Huruma yake ilitolewa kwa ajili ya wahitaji, wanaoteseka, waliodharauliwa, na wengi walivutiwa naye.
Na kwa wale ambao wanatamani kupata pumziko na amani leo, sawa tu na wale ambao walisikiliza maneno yake kule Yudea, anawaambia, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. The Signs of the Times, Juni 24, mwaka 1897. Hii ni Juni 2, mada ikisema mwalimu aliyetumwa na Mungu. Mungu atubariki sote na karibu tena.